Ripoti mpya iliyotolewa na wakfu wa Kofi Annan imeonya kuwa kuna uwezekano mkubwa wa ghasia kwenye uchaguzi mkuu mwaka ujao. Ripoti hiyo kuhusu hatari ya machafuko ya uchaguzi imeangazia mtindo wa vurugu na ghasia kila Kenya inapokuwa uchaguzini, ambayo husababishwa na kampeni za fujo, matokeo yanayopingwa kila mara, ukabila na ukosefu wa imani kwa asasi za umma pamoja na serikali. Vitoa machozi, moto barabarani na miili kwenye vyumba vya kuhifadhia maiti. Kwa Wakenya wengi hili si jambo geni. Ndiyo umekuwa mtindo unaojirudia kila wakati wa uchaguzi nchini. Ripoti kuhusu hatari ya machafuko kwenye uchaguzi ujao iliyotolewa na wakfu wa Kofi Annan inaakisi kuwa Kenya haijawahi kuwa na uchaguzi bila ghasia na kuwa kuna uwezekano mkubwa kwa 84% hali hiyo kujirudia mwaka ujao. Ripoti hiyo inaiorodhesha Kenya miongoni mwa nchi 10 zilizoweka kwenye darubini ya Umoja wa Ulaya pamoja na Somalia, Burundi, Nigeria na DRC barani Afrika. Ghasia za uchaguzi wa mwaka 2007 na 2008 ambazo zilisababisha vifo vya zaidi ya watu 1000 ni miongoni mwa machafuko mabaya zaidi kutokea Kenya. Hulka hiyo imeendelea na umwagaji damu kushuhudiwa katika masuala ya kiuchumi na utawala, ambapo maandamano dhidi ya miswada ya fedha, gharama ya juu ya maisha, ukatili wa polisi na hata kupanda kwa bei ya mafuta yamesababisha makumi ya watu kuuawa na mali ya mamilioni ya pesa kuharibiwa. Ripoti hiyo ya wakfu wa Kofi Annan inasema masuala hayo ni muhimu kuangaziwa kwenye tathmini ya uchaguzi wa mwaka 2027 kwa sababu ya mambo ambayo yamebadilika nchini. Kifo cha kiongozi wa upinzani Raila Odinga mwaka jana kimeacha upinzani kwenye njia panda, hali ambayo inakisiwa huenda ikaathiri uchaguzi kwa njia mbili. Kwa upande mmoja, kubuni upinzani dhaifu usioweza kutabirika au harakati za kumtafuta mrithi na kubuni washirika wapya ambao serikali haijawahi kukabiliana nao. Ripoti hiyo inaonya kuwa hayo, pamoja na hasira inayoonekana mitaani katika kipindi cha miaka 2 iliyopita, kupanda kwa gharama ya maisha na mauaji ya kiholela, yanaweza kuchanganya siasa za kampeni za uchaguzi wa mwaka 2027 na shinikizo la uwajibikaji na kuharibu mambo. Ripoti hiyo ya wakfu wa Kofi Annan imetaja tume huru ya uchaguzi wa mipaka IEBC, idara ya polisi na mahakama kama mihimili muhimu ambayo inaweza kuzuia michafuko. Uteuzi wa makamishna wa IEBC, uwazi kwenye ununuzi wa teknolojia ya upigaji kura ni viungo muhimu vitakavyojenga imani ya Wakenya kwenye uhalali wa matokeo yatakayotangazwa na IEBC. Jinsi polisi watakavyokabiliana na maandamano na haki za kibinadamu pia zitachangia kwa usalama wa uchaguzi. Mahakama imetajwa kama ambayo inaweza kuleta utulivu kutokana na maamuzi yake kuhusu mizozo ya matokeo ya uchaguzi. Kwa sasa, ishara ya kutia hofu zinaonekana kwenye mitaa ya Nairobi, Nakuru na Nyeri. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen.